Zumaridi TV. Karibu ofisini kwa Mfalme Zumaridi. Amina. Tunakwenda kusaini viapo. Mwokozi wangu, nakuhitaji zaidi, na moyo wangu unalia uwepo wako. Nimejaribu on my own, lakini siwezi, nakutegemea. Watumishi wa Mungu atukuze Mfalme Zumaridi, mamlaka Bwana Mungu chini ya jua, watoto wa Mfalme Zumaridi. Kama unavyoona niko ofisini kwangu na watumishi wa Mungu tuko mahali hapa kwa habari ya kuandaa taratibu zinazokuja, tunazijua ni kubwa. Bila karatasi hii nadhani huwezi kuhesabika kama wewe ni mwana wa Mfalme Zumaridi. Kwa hiyo karatasi hii pamoja na yaliyomo humu mnajua, tutasema bila kukamilisha kama wewe ni mwana wa Mfalme Zumaridi. Kwa hiyo niko hapa ofisini kwa habari ya kusaini. Kwa hiyo nawasihi sana watoto wa Mfalme Zumaridi ambao mpo mikoani, mko sehemu mbalimbali, ambao umekuwa ni mzao wa kwanza wa Mfalme Zumaridi. Unatakiwa uwe na karatasi hii hapa, lakini pia hii utabiri wako wa mbele unatakiwa uwe nao, lakini pia inaambatanishwa na hii karatasi ambayo unaijua ina maandishi gani humo. Kwa hiyo lazima uwe navyo. Ukiwa na hii peke yake alafu hii ukawa hauna, jamani, kazi bure. Mtumishi wa Mungu, kazi bure kabisa. Maana hii tu haiwezi kukutambulisha kama ni mtoto wa Mfalme Zumaridi. Ile kitakacho kutambulisha ni hii, lakini pia na sahihi chini ya Mfalme Zumaridi ndiyo itakutambulisha kuanzia wewe mama, pia hata mtoto wako ambao umemzaa, wote kabisa lazima tuingie katika mfumo huu. Lakini pia mfumo huu tunataka tuskani uingie kwenye kompyuta moja kwa moja. Kwa hiyo kimeza mchakato wa kusaini vyote, kimeza kusaini tunavitunza katika mfumo wa kompyuta ili visipotee. Maana hizi ndio utambulisho wetu sisi uzao wa kwanza. Na kumbuka uzao wa kwanza tutakuja kusimamiwa na watu ambao hatuwajui kabisa na sura zao. Hatuwajui kabisa. Tumisho kwa hawezi kusema kama huyu ni mzao wa kanisa, labda atanihurumia, atani hamna. Na yeye mwenyewe mzao wa kanisa atapanga foleni kama wewe, na yeye atapanga foleni. Watakao kuja kusimama na hili ni wengine. Na kwa hiyo ndio maana tunafanya mchakato huu mwana wa Mfalme Zumaridi. Kwa kama hujafanya hivi, kimbia haraka ofisini, muone Rebeka akupeleka mituko ukatabiriwe, lakini pia unamwona Rebeka unafanywa hii karatasi. Umeona, unasomewa kwanza, ukiridhika na yaliyomo humu ndio unakubaliana. Maana yaliyomo humu sio lazima, ila ulizie. Unaona? Kwa hiyo kimbia haraka wewe ambaye hauna. Huu mwaka ni wa mwisho. Ni mwaka wa matendo, mwaka wa maajabu, tunafanya maandalizi. Maana ni mwaka wa kwenda kuingia Mungu duniani, ni mwaka wa maajabu, mwaka kwenda sasa kwenda kupumzika uzao wa kwanza. Nadhani uzao wa kwanza tumeteseka sana watumishi wa Mungu. Tumetukanwa sana, tumeziakiwa sana, ndugu wametutenga, ziaka zimekuwa nyingi sana. Ndugu na jamaa wametutenga, mtu kama sisi tumepotea, sisi ni vichaa, sisi ni wehu, lakini tumevumilia mbele za Mungu mpaka Mungu ametufikisha hapa tulipo leo. Kwa hiyo ndugu mtazamaji wa Zumaridi News TV ambaye ni mtoto wa Mfalme Zumaridi, tunakwenda kufutwa machozi. Tunakwenda kufutwa machozi, tunaenda kuanza maisha mapya. Kama kitabu cha Ufunuo kilivyoandikwa, anayafanya Mungu mambo yote kuwa mapya. Na maskani ya Mungu sasa inaenda kuwa pamoja na sisi. Unaona, kitabu cha Ufunuo 21, maskani ya Mungu ni pamoja na mwanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao. Na ataenda kufuta kila machozi. Ataenda kufuta kila machozi yetu, anakwenda kutufanya kuwa wapya. Maskani ya Mungu ni pamoja na mwanadamu, naye atakuwa nao. Maana tayari tumeshakuwa nchi mpya. Tumeshaijua neno, nchi mpya. Maana nchi mpya tumejua neno. Tumejua imani ya kweli. Tumemjua Mungu wa kweli. Tumeshatakasika na roho. Tumepata neema. Tumekula neno. Kwa hiyo neno ambalo tumeila, sasa tuko safarini kulipeleka kwa wanadamu mataifani, kwa wanadamu katika dunia, na wao wakalijue neno, wakanywe maji ambayo tumeshayanywa.
na imetufanya tukamjua Mungu wa kweli, tukasema naye akatufungia vitu vikubwa ambavyo mazito sana. Kwa sasa na sisi sasa hivi tupo katika utaratibu wa kukamilishwa kama ndivyo tunavyoona hapa. Uzao wa kwanza wote tunakamilishwa kupitia viapo hivi. Hakuna mzao wa kwanza atakayetoka bila karatasi. Tunapomaliza kuzisaini zinakwenda kutunzwa kwenye kompyuta. Umeona mtumishi wa Mungu. Kwa sasa hivi tunaenda kuskani, zinaenda kuingia kwenye kompyuta. Tutakutangazia kama unatakiwa shilingi ngapi ya kuingia kwenye kompyuta. Hii kumbukumbu yako inapangwa kwa majina. Kwa hiyo mnatafuta kwa hivi. Mtatafuta kwenye kompyuta, utakuja na hii moja uliona nyumbani. Unakuja na unaisimamisha hii moja na hii moja, afu unaingia kwenye kompyuta na kuhakikisha kuangalia kwenye namba ya jina lako. Kwa hiyo tunaingia sasa hivi tuko kwenye harakati ya kuanza kuskani, kuingiza ndani ya kompyuta taarifa zako, data zako zikapotea. Kama tunavyoona kama kuna kumkana Mungu kuna nini, kuna mambo mengi yanatokea baada Mungu kujitukuza. Sasa nani ataanza ukimya mafurushi haya kwanza tunaenda kuyabebelea. Tunayatunza kwenye external, yanakaa na external inachukua na kuhifadhiwa sehemu inatunzwa. External maana huo ndio uzao wa kwanza unatunzwa kwenye external, uzao wa kwanza. Umeona? Kwa hiyo ndugu mtazamaji, unanitazama Zumaridi News TV, lakini pia Zumaridi International. Unaweza unanielewa mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo ndio na taratibu hizi ndio nipo ninaendelea nazo katika ofisi leo siku Jumatatu sina kazi. Kwa hiyo ni manager ofisini nifanye kazi hii nimalize kabisa ili tuweze kuskani kuingiza kwenye kompyuta. Nipo hapo na watumishi wa Mungu nimafumania tu hawajajiandaa vyema. Lakini hivyo Mungu awabariki. Tunaanza kazi. Mwokozi wangu nakuhitaji zaidi, na moyo wangu unalia uwepo wako. Nimejaribu on my own lakini siwezi, na kutegemea usiniache kamwe. Nikiwa bado napumua, jina lako ndilo nitajivunia. Tena sitaki kitu chako nikataza kuwa chombo chako. Sauti yako ikaniita, vingine vyote mimi nakataa. Nifiche ndani ya mabawa yako, fika mwisho wa safari. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Nitawale sasa na hata milele Bwana. Oh Baba katika faida za mbingu, nisimamie vizuri ufalme wako ndani ya ulimwengu. Nijaze nguvu, nipambane udhaifu wangu, ondoe dharau, sari ya machungu adui anayonipiga. Hawa wanataja magari, wengine wanataja mafarasi, bali sisi maliza kazi ndugu watazamaji wa Zumaridi News TV, lakini pia watoto wangu mlio humu ndani International Zumaridi International. Siku ya leo Jumatatu ya leo tarehe 12 mwezi wa
5 nimemaliza kazi ya kusaini viapo, ndio hivyo hapo. Ndio nimeweza kuvisaini watumishi wa Mungu. Sasa kama bado mtumishi wa Mungu hujafanikisha zoezi hili, unakaribishwa, sio kalia. Maana hiki ni kitu kidogo tu kibinadamu, lakini ni kikubwa sana hiki mpaka katika ufalme. Hapa nimesaini, lakini cabinet yote ya mbinguni ilikuwa mahali hapa, inaendelea na zoezi. Na tayari katika roho imeshachukua, vimeshaenda katika ufalme kwenda kuhifadhiwa kwa rekodi ya uzao wa kwanza. Kwa hiyo Zumaridi International, kama bado hujafanya zoezi hili, unapaswa ulifanye haraka. Fika haraka ofisini kwa Rebeka, muelezee, usome ramani. Kama ramani hujasoma ya utabiri wa mbele, usome ramani pia, uingie kwenye mkataba na Mfalme Zumaridi. Lakini pia uende studio wakakutolee, lakini pia tuna scan ili uingie tayari kwenye orodha ya uzao wa kwanza. Mtumishi wa Mungu, Mfalme Zumaridi uzao wa kwanza. Zoezi linaendelea kila Jumatatu, kwa nakaa kwa ajili ya kusaini zitakazokuwa zimepatikana. Jumatatu nakaa mahali hapa ofisini kwangu kwa ajili ya kusaini na kuziweka tayari kwa ajili ya kuskani na kutunza na kusubiria matukio. Tunasubiria matukio tukiwa tayari. Sio kama matukio ndio tunaanza kujiandaa, tutachelewa na hakuna kitakachoendelea. Kwa kabla ya matukio makubwa tunaanza kufanya maandalizi mapema. Maana tunajua, maana Mungu wetu sio muongo. Hajawahi kuwa muongo, hajawahi kusema uongo. Hajawahi kusema uongo. Kama ni majaribu tutujaribu sana. Katujaribu sana, ametupitia sasa kitu tunatetereka, tupo. Tunaendelea. Naamini kile alichokisema na tunaamini. Mimi na wewe wote tunasadiki Mungu amesema na kitakuwa. Kwa hiyo tunafanya maandalizi sote tukapatanizwa. Kwa hiyo ukikutwa huko hujafanya taratibu hizi, na mtu atakuwa nje na uzao wa kwanza. Sasa ukiwa nje na uzao wa kwanza, na maana mema ya uzao wa kwanza utapanga kwa kama vile mshirika wa kawaida tu. Kama fulani mkuja hapa kufundisha sehemu fulani, utaenda kwenye umati, utakuwa miongoni mwa wale wanaokwenda kutazama na kuangalia miujiza, lakini hautapata faida. Hii ni faida. Hii baadaye unaanza kulipwa sasa. Mungu anaanza kukulipa matunda. Umeteseka, umetoa sadaka zako, umefanya hivi, umetokana, umetengwa na ndugu, umeumia sana kutia imani hii, umeumizwa sana. Kwa hiyo haya ni malipo yako. Mungu anafanya hivi ili akulipe. Angekuwa Mungu ana muda kutulipa, singefanya kitendo hiki. Lakini amefanya haya yote ili kusudi aanze kutulipa matunda yetu ya kusota, ya kuziakiwa, ya kutukana, ya kutengwa, wengine mpaka ndoa tunaachwa. Wengine mpaka matumizi tunanyima kwa ajili ya Zumaridi, lakini tumedi pia tumwache. Kwa hiyo haya ni matunda yetu. Kwa hiyo Mungu anatuandalia matunda. Haya ni matunda ambayo Mungu ameyaandaa. Lazima tuanze kulipwa, na hiyo utalipwaje? Lazima utambulike. Na utatambulikaje? Lazima kitu kama hiki kifanyike ndio utambulike. Kama kijafanya kitu kama hiki, kumbuka dunia ni kubwa, hata Mwanza ni kubwa sana. Sekunde tu ya tukio likishatokea, tukio sekunde hapa panajaa. Hata hautajulikana mtumishi wa Mungu. Hakuna atakaye kujua. Hata kama utajitambulishaje, hakuna hamna atakaye kujua. Tutakuwa wengi, itakuwa ni vurugu, ni kila kitu. Kwa hiyo ili utambulike, lazima ufanye kitu kama hiki hapa. Hiki kitu ni kwa sababu ya kutambuliwa. Wewe mzao wa kwanza unapaswa kutambuliwa. Zumaridi katika kutambuliwa Zumaridi, watu watakuwa wengi. Umati utajaa, mafuriko yatajaa na hata pungua. Itazidi kila siku, itazidi kujaa tu kila siku. Kwa hiyo tutashindwa na watu watakuja wengine ambao tuwajui, waseme wao mzao wa kwanza. Hata ambao tujaye kuwaona, watasema wao mzao wa kwanza. Hata hawajaye kula hata neno, hata wajui mjita watasema uzao wa kwanza. Kwa hiyo Mungu akaona kama kukata mzizi wa fitina. Tutengeneze hiki. Akisema uzao wa kwanza, tunaingia kwenye kompyuta, tunamwangalia kama yumo. Kwa ndio maana tunafanya kitendo hiki hapa. Hii ni faida yako ya kesho, ni malipo yako haya ya kesho. Kwa hiyo unapaswa uje. Maana utamlilia nani? Mimi mtaniona kweli mtumishi wa Mungu, mtaniona mimi. Mimi hawezi kuniona. Hautaniona. Kwenda kutengenezea mfumo huu ili kusudi upate haki yako. Huu ni mfumo ambao nimeutengeneza mimi. Ulikuja kwenye kichwa changu, kwenye ufahamu wangu na Mungu wangu kichwani mwangu, akaniambia fanya hivi ili wapate malipo yao, uzao wa kwanza wapate malipo yao. Maana watakuja watu wengi tusipofanya hivi. Watakuja watu wengi. Wanasema mimi ni mzao wa kwanza, mimi ni mzao wa kwanza, mimi ni mzao wa kwanza. Sasa utamchagua yupi? Kwa hiyo ndio maana tukufanya kitendo kama hiki hapa ili kusudi wewe mzao wa kwanza utambulike. Atakaye kuja sasa kutaka kubumba na kusema kama mimi ni mzao wa kwanza, itaangaliwa kwenye kompyuta, atakutwa hayumo, ina maana yote kwa hayumo. Wewe utaangaliwa kwenye kompyuta ukutwa humo. Kwa hiyo utawekwa tika Mungu ni mzao wa kwanza. Kwa usipuuzie swala hili. Mtumishi wa Mungu, mzao wa kwanza wa Mfalme Zumaridi ambao umeteseka sana, lazima nikulipe mtumishi wa Mungu. Kwa mateso na mahangaiko uliyoyapitia, nadhani
unanijua vizuri kabisa roho yangu jinsi ilivyo, unanijua vyema. Mimi mtenda haki tu. Na mtendea haki yule aliyekuwa yeye yule ambaye mwenye haki anatendewa haki. Kwa hiyo sitaki kudhulumiwa haki yako, maana kutengeneza mazingira kama haya. Kwa hiyo nakuomba sana ufike ofisini mtumishi wa Mungu. Kama huna hii fika ofisini kwa Rebeka. Mueleze sina kiapo. Sina utabiri wa mbele. Tabiriwa. Sijaingia kwenye mkataba, ingia. Ingia. Unaenda inapelekwa studio na chapo anatengenezwa, unaitwa kwa ufalme na sainiwa, unaingizwa kwenye mfumo wa uzao wa kwanza. Mimi sitaki mtu aliye. Na mimi hapa naongea na maliza. Yatakayotokea atakayeingia amependa kulia. Yaani amependa kulia, kapenda kulia. Lakini mimi nilikutengenezea mfumo mapema, nikakutengenezea kabisa, yani nikakutengenezea mapema mno. Nikakuandaa mapema, nikakuweka sawa mapema. Kwa hiyo wewe kama utalia wewe. Kwa kupenda wewe, utalia kwa kupenda wewe. Wewe upende kulia. Lakini mimi nimeshakuandalia mazingira mazuri kabisa kuingiza uzao wa kwanza bila discussion. Hakuna mjadala. Yaani no discussion. Kuna mjadala wote, nimeshakuandalia mazingira mazuri. Kwa hiyo mimi ninakuwa ninanawa mbele za Mungu. Ninanawa maana nimekuandalia kama mzao wa kwanza mazingira mazuri. Kwa wewe utajiharibia mwenyewe kama kama utapuuzia. Na siku zote mtu anayepuuzia ndio huwa anakuja kulia baadaye. Kama ningejua majuto inakuwa ni mjukuu, kama ningejua ningefanya, nilidharau. Baba alisema nikadharau, kuna kama ni usanii tu uongo, kuna usanii wa hivyo. Ingekuwa ni usanii basi Diana kwa yale aliyokuwa anatuletea asingetimia. Asingetimia, lakini leo yametimia kwa sababu ni kweli ndio njia ya Mungu kujitukuza. Hiyo ndio njia moja ambayo tulikuwa tuijue, ambayo Mungu alitufumba. Ndio njia ya Mungu kujitukuza, kutuletea watoto 4, watoto 6, 7 na yule aliyoko India. Watoto ambao amewekea nguvu kwa habari ya kuja kujitukuza duniani. Umeona, na hiyo ilikuwa ni siri yake. Amekuja kuisema. Tulikuwa tuijui. Mimi nilikuwa sijui, wala wewe ulikuwa hujui. Lakini leo tumeijua. Tumeijua kwa sababu umeshafikia mwisho wa Mungu kutenda maajabu yake. Kuna ndio maana tumeijua hiyo siri. Umeona? Kwa hiyo mimi nakuomba mtumishi wa Mungu usiweke maswali kama labda tutadanganywa. Wewe usiseme hayo. Wewe tekeleza. Kama Mungu amekudanganya, basi nataka uzini Mungu aende namna gani? Kama nakupima, lazima Mungu ajibu yapiaje? Kama mimi mfano nimejaribiwa, wewe usijaribiwe ni nani? Kama yeye Mungu ameamua kama nilijaribu kanisa kwa hivi nilione kama je itatukana au utaniziacha au utaniacha. Alafu mwaka 2020 hata ndio nijitukuze. Yote tunapaswa kuyapokea yote. Yote yanayokuja mbele yetu tunataka tuyapokee. Sababu kuna majaribu kweli kanisa Mungu anaweza akatoa majaribu kanisani. Akalijaribu kanisa liangalie litasemaje, litatukana. Akajizilisha kabisa akayaongea yote natenda nina labda gani. Kuumba na liangalia kanisa lake je limesimamaje. Litanitukana mimi, litanitusi mimi, litaniziaki mimi, alafu akajua sio yake kufanya hata taimuzi mwaka ujao. Alafu akakupima tu hapa fundani ya muda mchache utakufanya. Akamshajua watumishi ni wapi? Na wote kama maisha ni wapi? Akawajua. Kwa yote mawili kuyapokea. Kama ni kujaribiwa pokea. Lakini kwa kijua lazima tende, maana hawezi kuumba wanadamu akaacha kutenda. Hawezi kutoa gharama yake kushusha mitambo yake kuja kutengeneza wanadamu alafu aache kuwatoa. Haiwezekani atengeneze mitambo aje awatengeneze wanadamu waache kuwatoa. Haiwezekani wanadamu mpaka wanaoana na kuzaana kule alafu aache kuwatoa. Faida ni kwa nani? Kwa hiyo hii dunia lazima ina mwisho wake. Je, mwisho wa dunia itakuwa nini? Lazima Mungu afanye maajabu mwishoni ili dunia ipate kumjua yeye ni Mungu. Hawezi Mungu akafanya mwisho wa dunia hivi pakiwa pamepoa hivi. Wanadamu wote wataishia kwa shetani. Lazima aonyeshe maajabu ili ulimwengu wote umgeukie Mungu. Dunia yote ilale kwa Mungu na mshindi apatikane kama hakika kumbe Mungu ni mshindi zaidi ya shetani. Kwa lazima atafanya, lazima afanye. Hata kama ni jaribu tunapitishiwa lakini lazima atafanya. Maana imetabiriwa kitabu cha Ufunuo 17 jinsi shetani atakavyokuja kuzalilika na watu wake wote kumkimbia. Imetabiriwa. Sasa watamkimbia kwa kipi kitafanyika duniani halafu wamkimbie wanadamu. Kama Mungu hajafanya maajabu makubwa ili shetani akimbiwe. Atakimbiwa kwa kipi? Kwa maajabu anayofanya duniani shetani akimbiwa kwa kipi? Kumbe kuna mambo ambayo Mungu atayafanya duniani ya kusisimua, ya kutikisa ulimwengu ambayo atakimbiwa na watu wake, alafu wanadamu wote duniani wamgeukie Mungu. Kwa ndio kama hivyo mtumishi wa Mungu kama jinsi Mungu alituletea watu hawa, lazima ulimwengu utikisika. Kwa hiyo usiseme lolote juu ya masuala haya.
Umeona? Wewe kubali kama Mungu amesema ni mwaka huu, kama ni jaribu pia na yeye ndiweke kichwani. Usije Mungu akapitiliza ukaanza kumtukana, kumbe anakuangalia kwamba Mungu nione nichokotoe niende kwenye msitu nichokonoe nyoka nione itanigonga itafanyaje. Alafu baadaye hapo ndio anakuja anafanya. Utakume kula asama. Kubali yote haya mawili. Yote yakubali. Yote yaweke kwenye ufahamu wako. Yote yaweke kwenye ufahamu wako. Mwaka huu Mungu amesema jitukuza liweke. Akiacha anakujaribu kanisa, nitasemaje? Roho yako itasemaje? Itasemaje? Kinachofuatia ni matendo. Kwa hiyo nakuomba sana mtumishi wa Baba, kubaliana na hapo nimekwambia mimi nakushauri tu. Mimi wale ushauri wangu ni mwepesi mno. Ushauri wangu ni mwepesi mno. Kwa hiyo tuyapokee yote ambayo yanakuja mbele yetu. Hapa mimi nafanya maandalizi makubwa. Watoto wameshashuka tayari. Wanafanya kazi sasa, wanapiga wachawi. Tayari na nguvu wamesha. Na jana ukijua jana Jumapili msikia watoto wa Penina. Ile nguvu jinsi ilikuwa inatoka ambayo nilitabiria tarehe 20. Tayari ndani yao. Wote tayari ndani yao hiyo nguvu. Kwa kama hiyo nguvu iko ndani yao tegemea nini? Mungu ameleta ili ifanye hiyo nguvu. Keti cheze au imeleta hiyo nguvu ifanyeje? Taileta ili ifanye matukio makubwa. Na kwa nini Mungu mwishoni alitunulia watoto? Maana hawana dhambi, hawana mawazo, hawana matusi, hawana masengenyo, hawajikinai na kazi wala hawajui chochote kile, ni malaika ni watakatifu. Na ndio maana akatushushia mwishoni akakaa kwa watoto ili kusudi agano lake litimie kwa haraka lifike, akajifinyia kwa watoto, akaweka ile nguvu ya kujitukuza kwa watoto. Yote haya tathmini kwa nini Mungu amefanya hiki. Kwa nini wewe Mungu ashushe nguvu kwa watoto wadogo kama hawa? Katuletea watoto wa maajabu, katushushia mwanga. Na amekuja kwa mtu ambaye hatukumtegemea kama atakuja kuinuliwa Diana aliyekuwa Muislamu. Na ametuletea mambo mazito makubwa ambayo tayari alikuwa hayajui. Ameingia mbinguni kama maji Diana, na yote aliyoambiwa mbinguni yametimia. Leo mtoto ananyonyesha. Tutafakari sana haya na tusonge mbele, tusiwe tunadharau mambo. Barikiwe sana mtoto wa Mfalme Zumaridi, na kushukuru kwa kunisikiliza. Ninakupenda sana mwana wa Mfalme Zumaridi. Mimi ni baba yako kipenzi ambaye nataka tu nikubariki, nikutoe chini, nikupandishe juu. Wanaumia sana napomuona mwanangu anateseka na maisha. Ninaumia sana ndani ya roho yangu. Na ndio maana tunasema pambana ya kila aina ili nikutoe katika maisha magumu, nikuweke pale juu, lakini pia ukatende kazi ya Mungu. Tukimaliza kazi, tuende paradiso tukasifu na kuabudu, tukapokelewe kifalme kwa kazi ambayo tumefanya duniani ya kukomboa wanadamu na kuwajuza habari njema ya ufalme wa Mungu iliyoshuka duniani. Barikiwe sana. Nawapenda sana watu wangu wa Nyakato, nawapenda watu wangu wa Mahina, watu wangu wa Mkolani, wa Bohongwa, wa Ilemela, wa Nyamagana, wa Misungwi, watu wa mikoani, wote Dar es Salaam, wote wa Katavi, wa Msoma, wa Bukoba, nawapenda sana, wa Katoro nawapenda sana, wa Shinyanga nawapenda sana. Kenya wa Msoma pia nawapenda sana, wa Kenya nawapenda sana, wa Kongo nawapenda sana, wa Bujumbura nawapenda sana, wa Nyarwanda wote ndio mkubali Mfalme Zumaridi mlioko Rwanda nawapenda sana. Zumaridi wabariki sana, nawapenda kwa kiwango kikubwa sana cha juu. Na wasamini sana kuwapenda. Mbarikiwe sana, niko pamoja na nyinyi, ninahakikisha mpaka haki yenu mnaipata. Bye. Okay. Fuatilia chaneli yetu ya YouTube kupitia Zumaridi News TV.